Hivi ni kweli kwamba ukiolewa na mzungu basi mwisho wa matatizo? Yaani wewe kiuchumi unakuwa umejipata, kimahaba ya kweli, kutendwa unakuwa yani umesahau, wewe umejipata kwenye kupendwa. Je, ni kweli kwamba ukiolewa na mzungu ama ukioa inakuwa basi wewe umejitoa kwenye wimbi la shida, umejipachika kwenye kwenye burudani? Je, uhalisia uko hivyo? Je, kuna tofauti gani kati ya mahusiano na Watanzania wenzetu ama Waafrika wenzetu, kwa sababu nafahamu wanaotufuatilia hapa sio Watanzania tu. Na je, kuna tofauti gani za kuwa na mzungu? Na hapa nazungumzia mahusiano serious, nazungumzia ndoa hapa. Sio masuala tu ya kusema twende tukapiga story yaishie hapa. Kwa hiyo basi ungana nami, na kwa kawaida huwa nabadilisha kamera tutembee, lakini kwa uzito wa mada hii nitajitahidi sana unione usoni. Kuna mambo mengine inabidi watu wakutazame hivi ndio yaweze kuingia. Kwa hiyo basi usisahau kulike, kushare na kumwalika rafiki yako aweze kutazama, lakini vile vile na kusubscribe. Kwa karibu sana. Sasa ndugu zangu, kwa sababu bado niko Barcelona siwezi nikajisahau sana nikawa tu na watazama nyie. Itabidi na nyie mnisalie kuangalia. Mkiona mtu ataka kukapua simu yangu, mnawahi kusema dada simu inaenda hiyo. Haya, sawa. Sasa kwanza niseme kwa nini nimeamua kuzungumzia hii mada. Kwa sababu mimi ni mtoto wa kike, na mimi pia kuna umri ulifikia nikawa nimetamani kupata mwenza wa maisha, na nikawa nimefanikiwa kuwa na urafiki na watu wa mataifa tofauti. Na mwisho wa siku nikapata mwenza wangu. Kwa hiyo ninapokuambia hivi ni kwa sababu mambo ninayokuambia nimeyaona kwa macho, mbali na kuyasimuliwa. Kwa sababu kuna kusimuliwa na kunaona kwa macho. Kwa hivyo basi sikwambii nadharia. Na hata hapa nilipo mimi, mume wangu ni mtu wa taifa jingine, sio Mtanzania. Kwa hivyo basi unaweza ukapata taswira ya uzoefu wangu. Na hata hivyo pia kuna wakati nilijishughulisha na shughuli za kutoa mafunzo mtandaoni kwa lengo la kuwasaidia watu kupata wenza wa kutokea sehemu yoyote ile wanayotaka ulimwenguni, kwa sababu nikagundua kwamba kuna watu wengi sana wanataka kuwa na mwenza, lakini changamoto ni kwamba hawajui waingie wapi. Lakini kiukweli wangeweza kuwa na mtu kutoka Japani ama kutoka India, kutoka Russia, kutoka kokote kule ambako wangetaka. Issue ni kwamba tu wanakuwa hawajui waingie wapi. Kwa hiyo nilijishughulisha na hayo na hiyo program kwa muda, na nikaona pia mambo tofauti ambayo ameniongezea kitu katika hile ambalo naenda kukwambia leo. Nikajifunza tena mambo ya uhusiano na watu ambao sio wa Tanzania. Kwa hiyo hata ikafikia level nikaacha kufanya ile biashara ya kufundisha kwa sababu hizi na zile, na uenda labda nyingine nikazigusia hapa. Lakini haya yote kwa nini nakwambia? Uelewe kwamba sisemi nadharia, nasema nikiwa date mimi mwenyewe watu wa mataifa tofauti, lakini vile vile nimekutana na watu ambao nao walikuwa wana date watu hayo mataifa tofauti. Kwa hiyo ninachokiongea nimekiona, nimekisikia, mengine hata nimeyaishi mimi mwenyewe. Sawa. Na niseme tu, si kudiscourage wewe kuwa na mahusiano na mtu yoyote yule. Approach yangu kama ambavyo unaifahamu, nakwambia upande wa kulia na kushoto, sikufichi. Lakini hii haimaanishi na kudiscourage. Na kudiscourage kwamba bwana usiwe na Mtanzania, hapana. Ama bwana usiwe na mzungu, hapana. Usiwe na Mhindi, hapana. Hiyo sio kazi yangu. Utaamua mwenyewe. Na after all, naamini hizi taarifa ninazokupa hapa, una nafasi ya wewe nazo kwenda kuzifanyia tafiti zaidi. Kwa hiyo una nafasi ya kutoka na wewe ukaenda ukafanya utafiti wako, matokeo yake ukaamua kwamba bwana mimi kwa utafiti huu naona nataka kuwa na Mjapani. Hilo naomba niliweke, very important. Sitaki ionekane kwamba nina ajenda yangu fulani hivi. Haya, sasa utangulizi umetosha. Tuanze kipengele cha kwanza. Je, ni kweli kwamba kuoa ama kuolewa mzungu na kuwa umejipata? Yaani wewe shughuli za changamoto za kimaisha zozote zile za kiuchumi za uweke kwamba wanakupenda vizuri umemaliza. Je, ni kweli? Hapana ndugu zangu. Hapana, kwa sababu wao nao ni binadamu.
wazungu ni binadamu. Mtu akishoitwa mwanadamu hana uwezo wa kumsatisfy mwanadamu mwenzie kila kitu. Mtu akishakuwa mwanadamu hana uwezo wa kumridhisha mwanadamu mwenzie kwa kila kitu. Huo uwezo anao Mwenyezi Mungu peke yake. Kwake tumetoka, kwake tutarejea. Huyo ndio ambaye ana uwezo wa kuipa nafsi yako tulizo na kuishibisha nafsi yako vitu ambavyo hakuna mwingine anaweza akavishibisha hata kidogo. Na ndio maana anabaki kuwa Mungu. Ukienda kwa mwanadamu, awe Mchina, awe Mrussia, awe Mtanzania, awe South Africa, atafanya kwa nafasi yake, lakini hataweza kushindana na hiyo nafasi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jiandae kisaikolojia kwamba hata kama unataka kutoka nje ya Tanzania, anayekuja huyo huko utakayempata ana mapungufu yake, ana mapungufu yake yapo kama binadamu. Na kuna wakati unajua, sijui niliwekeje hili, kuna mambo ambayo tunayazungumza sisi kwa sisi, tunaambiana bwana, labda wanaume wanasema bwana, sisi wanawake wetu wako hivi, wanapenda kuomba hela sana, na yale mengine ambayo wanatukosoa nayo, si ndio bwana? Kwa hiyo huyo anaweza akatoka akasema ngoja mimi nikatafute mwanamke labda wa kutokea taifa fulani, huyo hata niomba pesa. Nikwambia ukweli, yule kweli hatakuwa anakuomba pesa, kwa sababu kama tamaduni yake ni hivyo, hatakuwa anakuomba pesa. Ngoja nikimbie jamani kwanza. Hapa. Umeona? Kwa hiyo kama tamaduni yake ni hivyo kweli, hata kuomba pesa, atakuwa ana changamoto nyingine. Na hiyo changamoto nyingine nayo itakupelekesha vile vile. Umeona? Na kwa sisi kina dada labda tunasemaga labda wanaume wa Kitanzania wa Kiafrika, bwana, sio kwamba kila mtu yuko hivyo, lakini kuna ile kwamba bwana labda hawatulii, sijui hata umpe nini. Kwa hiyo mimi natafuta mtu ambaye nitamtuliza na nini na nini na yeye atatulia. Unaweza kweli ukatoka nje ya mipaka ya Tanzania ukapata mtu kwenye eneo hilo, asikupe shida, akakupa shida kwenye eneo jingine. Hivyo ninachokisema hapa ni kwamba fuata moyo wako kule unakotaka kwenda, kwenye hii pointi ya kwanza. Ila ondoa ile kwamba eti wanaume wa Tanzania ndio wabaya sana, wanaume wa kutoka leo, kwa nini si unahitaji Russia mara nyingi mdomoni mwangu, wanaume wa kutoka Russia ndio wazuri sana, ama wanawake wa Tanzania wabaya jamani, tabia zao, wanawake wa huku wazuri. Haitakuwa hivyo, huo sio uhalisia. Changamoto za hawa wanadamu zinatofautiana kutokana na tamaduni zao. Na hivyo basi utahitaji umombe Mungu ili akupe mtu sahihi licha anapotokea. Muombe Mungu akupe Mtanzania mtulivu. Muombe Mungu akupe Mtanzania ambaye hatakupenda kwa kufuata tu hela yako. Muombe Mungu, ila sio kwa kutumia ubinadamu na kusema eti kwa sababu katokea taifa fulani atakuwa kakamilika, ama katokea sehemu fulani atakuwa mkorofi. I speak from experience. Mwanadamu ana mapungufu, hilo naomba niliweke. Kwa hiyo tegemee Mungu. Mungu atakuletea Mchina muungwana, atakuletea Mholanzi muungwana, atakupa Mtanzania muungwana, atakupa mtu yote muungwana, ukiomba na ukamsikiliza Mungu akakuongoza. Ila sio swala la kusema utaifa wa huyo mtu ndio umempa kutulia, ama ndio umempa kuwa mtu ambaye anakupa wewe hiyo amani ya moyo unayoitaka. Sasa basi, eneo la pili ni swala la pesa. Tena hili linaweza likawa lina ugumu kuliko hata ile pointi ya awali, kusema kwamba ukipata mzungu, wazungu wote wana pesa. Wewe ndugu yangu, usitoke kijijini kwako kwa kusema kwamba nimempata huyu bwana, tena wakati mwingine unajiambia umri huu atakuwa bilionea tu. My friend, hata huku kuna watu hawana pesa kiasi cha kukaa kwa wazazi wao mpaka wana umri ambao takribani unaweza ukasema miaka kadhaa atafikia ustaafu. Kwa hiyo usiende kwa mwanaume ama mwanamke kwa kuangalia rangi yake na utaifa wake utegemee atakuwa kashajipata.
unaweza ukawa shocked very much. Kwa hiyo unaona, anaweza akawa Mtanzania mwenzako hapa hapa, kajitafuta, kapambana, mkakutana na mkaendelea na maisha vizuri sana. Anaweza asiwe na kipato kikubwa, lakini ana jitihada. Na anaweza Mtanzania hapa hapa akawa na hali ngumu. Akawa na hali ngumu mpaka ukasema sasa jamani, tutafanyaje maisha? Kwamba mwenzangu mbona hali yake ngumu kiasi hichi. Hata hivyo haimaanishi kwamba wazungu sasa wao ndio wana hela bwerere. Sio kila mzungu ana pesa hiyo ya namna hiyo. Hata kwa huku kwao utakuwa umeshakusikia concept ya 1%. Hiyo 1% ndio asilimia yao ya mabilionea, watu wana pesa. Kwa hiyo hata wao kwenye jamii yao, sio kila mtu ni sehemu ya hiyo 1%. Sio kila mtu anaendesha yale magari gani yale tunaita. Magari ya kifahari ya sijui Ferrari, sijui magari gani yuko very expensive. Hapana. Hiyo ni asilimia moja ya wao. Umeona? Kuna kundi la kati hapo ambalo hili linaitwa middle class. Hawa wanamudu maisha yao. Hawa wako wengi sana. Ulaya middle class ni wengi kweli kweli. Mtu anaishi kwake, labda amenunua apartment kama ambavyo niliwaambia, huku ununuzi wa middle class ni apartment. Sio kiwanja katikati ya mji. Na hivyo basi unakuta middle class mwanaume huyo ama mwanamke ana apartment yake, watoto wanaenda shule, anakula, analala, wakati mwingine hata ana gari ya kumsaidia kutoka nje ya mji akitaka. Kwa hivyo basi unakuta maisha yanafanyaje, yanaendelea. Hana hiyo pesa ya kusema kwamba mwende vacation kila baada ya siku 15. Hana hiyo pesa ya kusema kwamba wewe unataka pochi ya Gucci ya euro 4,000, hiyo kama milioni 12, yani ukijisikia tu unaenda unachukua. Hana. Ila yuko comfortable, anaishi mwenyewe kwenye majengo yao kama haya apartment. Anaenda zake kazini mara moja kwa mwaka, anaweza kasafiri kwa sababu wana utaratibu wa kusevu pesa yao. Hivyo. Na hawa ndio wengi. In fact, uombe Mungu ukutane na mmoja wa watu hawa kwenye hili kundi, kwa sababu ni watu wawajibikaji, na wewe ukiwa mwajibikaji basi mtafanya maisha. Ila ile ya kusema kwamba kila mtu mzungu, yani yeye bilionea jamani, yani mfukoni ana mapesa, ana magari 5, ana nyumba 6, mtakuwa mnasafiri. Uongo. Uongo ndugu yangu, uongo. Haimaanishi hakuna kundi chache la watu wa hivyo, ila sio kila mzungu. Sio, unanipata? Sio kila mzungu. Unajua? Na nafahamu mtu anaweza kusema, dada wewe unataka kutuvunja moyo. Unataka nini? My friend, kama nimeamua kufanya hii vlog ili tuambiane uhalisia, sisi kama Waafrika, nitaweka. You get, nitaweka. Ninaongea kwa sauti kubwa hapa, naona kuna watu wako kwenye foleni wananiangalia. Kuoa ama kuolewa na mtu mwenye ngozi nyeupe hayamaanishi atakuwa bilionea. Atakuwa bilionea kama ni sehemu ya ile 1% ya jamii yao. Ana Lamborghini, ana Ferrari, ana pesa za kwenda vacation kila baada ya siku 15, akiwa ni hiyo 1%. Hivyo basi inaweza ikawa zali lako ukakutana naye huyo, haimaanishi haiwezekani. Hata hivyo sio uono sahihi akitegemewa kwamba kila mwanaume ama kila mwanamke mwenye ngozi nyeupe bilionea. Hiyo sio sawa. Ukitaka mtu wa taifa jingine kwa ajili ya mahusiano, wewe taka labda kwa sababu umevutiwa na tamaduni zao, kwa maana ya kwamba unapenda uhuru wao wa kimavazi kwa mfano. Unajua vile vitu ambavyo unaviona kwa jumla, labda unataka ukale vyakula vyao na nini, na unajua wanapenda kusafiri, ila swala la pesa lisiwe motivation yako. Unaweza utakuwa disappointed mno. Unachotakiwa kufanya wewe ni kumwomba Mungu, kama nilivyosema kwenye pointi ya kwanza, anayetoa waume kwa kuwaona mioni mwao, anayetoa wake kwa kuwaona kwa kuona mioni mwao,
akupe kama ni Mrashia, mtu mkarimu, mwenye roho nzuri, mwenye kipato, mfanye maisha. Akiona akuzawadie bilionea atakupa, ila isiwe motivu hiyo, kwa sababu my friend. Na kwa wale ambao unasema mimi nataka bilionea, unafahamu huyo bilionea wenyewe kwanza utampata wapi na anatafuta nini? Kwa sababu na yeye ana vitu anavyovitafuta, sio ushanisoma. Kwa hiyo je, unafahamu utampata wapi? Lakini vile vile akikuona ataona kuna mke ndani yake, mke wa kuendana naye, kuna mume wa kuendana naye. Inatokea labda kwenye movie kuna wakati tunaona mtu ana pesa alafu anaenda ana kijijini, labda anatafuta mwanadada mrembo ama anatafuta mwanakaka, wanaishi maisha, ila uhalisia ni kwamba kuna mikakati kwenye haya mambo. Kwa hiyo kama unamtaka huyo bilionea, yeye mwenyewe je, akikuona maongezi yenu, topic unazozipenda, mambo yako yatamfanya aone huyu naweza nikaenda naye kwenye hivyo vikao na mabilionea wenzie? Si unanipata ninachojaribu kusema hapa? Niongezee pointi moja. Unajua hata miji yao ni umeona Tanzania ilipokubwa. Kuna Tanzania Dar es Salaam, kuna Mbeya, kuna Kigoma. Tanzania umeona ilipopana. Na miji yao nayo na nchi zao ni kubwa. Unaweza pata kweli mwanamke kutoka Ufaransa, mwanaume kutoka Ubelgiji. Atakuwa anaishi sehemu fulani kwenye nchi yao, anaweza siwe anaishi mjini. Anaweza siwe kwa Ufaransa, siwe anaishi sehemu ambayo eti mnaiona Eiffel Tower ile kila wiki. Hapana. Anaweza ikawa kijijini, wana shughuli zao za kilimo, anaishi kwenye chumba chake kimoja, ana bafu, anaishi. Ukiwa umeenda kwa sababu mmependana, utasema jamani, mume wangu na anaishi hapa, tuendelee na maisha. Ila kama ulikuwa na ile taswira kusema huko tukifika tunaanza maisha fulani, inaweza ikakuletea changamoto, bali na changamoto nyingine za uhalisia wa kuanza maisha sehemu moja. Kwa hiyo hilo naomba niliweke. Kwa hiyo pia Ulaya sio pote, kwa sababu kama unavyoona video zangu, sio kila sehemu yote ni mjini, yani magorofa. Kuna vijijini pia na wanaishi wenyewe pia uko vijijini. Kwa hiyo ukienda ati kwa sababu unasema ulikuwa unatarajia mkifika pale muishi sijui kwenye jumba la aina gani, unaweza moyo wako ukasikitika mno, kwa sababu wao ni wanadamu kama sisi. Serikali zao kweli zimefanya kazi kubwa, kama ambavyo ninasema, wanaishi maisha fulani ambayo asante, thanks to the initiatives of their government, wanaishi hali fulani hivi miundombinu. Hata hivyo haimaanishi kwamba unayezungumza naye kila mmoja hakosi milioni 100 benki. Hivyo najua huku kwao wana kitu kinaitwa credit card. Wana kadi ambazo unaweza ukatumia kupata mkopo hivi. Kwa hiyo unakuwa unatumia ile kadi yako, unalipa mwisho wa mwezi, maisha yanaendelea. Na wengine mpaka wakati mwingine maskini anajikuta kaa kwenye dimbwi la mikopo kutokana na hizo credit cards hizo. Kwa unakuta mtu anayependa kusafiri, mtakaa wewe na mume wako mtajichanga, bwana nataka tusafiri, tuwekeje bajeti zetu, ama wewe na mke wako tuwekeje bajeti zetu tusafiri. Hivyo unaona basi ikiwa umeenda kwa sababu unapenda mambo fulani vya kitamaduni zao, utayakuta kweli. Kama unatafuta uhuru wa mavazi kama nilivyosema, kama unatafuta upendo wao katika kusafiri na udadisi, utauona. Na kama mtu anakuja kuolewa Tanzania ama kuoa, basi atapata na sisi zile tamaduni zetu, atakula ugali, tutamuonyesha ngoma zetu, hiyo utapata hata kwenye maisha yako, utapata hizo tamaduni. Na kama ndio kilichokupa hamasa, well and good. Ila haimaanishi kwamba sasa utakuta mtu kila mtu ni bilionea. Haya basi, mimi naomba leo niishie hapa. Labda tu ni conclude kusema mwanaume ama mwanamke yote ambaye ni mwanadamu hataweza kukupa nafsi yako utulivu ambao Mwenyezi Mungu anaweza akatoa. Awe Mchina, awe mtu wa Afrika Magharibi, awe Spaniola, awe katokea wapi, awe Mwafrika mwezio, anayeweza kutuliza nafsi yako ni Mungu. Kwa hiyo wewe tafuta tulizo lako kwa Mungu. Alafu akupe mwanadamu ambaye ni mkarimu, muungwana, mpendane. Akimjalia kipato, heri, nenda mkashirikiane mzidi kikukuza. Cha maana mimi naamini muweze kumudu maisha yenu. Haya ndugu yangu, ni imani yangu kwamba tumekuwa sambamba, nimekuwekea mambo yani kutoka moyoni mwangu. Sijaficha kitu ambacho naona unatakiwa ukifahamu ili uweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi
pale unapochagua mwenza. Kwa wale ambao mko single, usichukulie zile taarifa za juu ambazo watu hawajakufunulia chungu. Unajua kikiona chungu kiko juu hivi kinaonekana kama kimepambwa, lakini ukifungua unaweza kujua chungu hichi kweli kizuri kweli kweli, ama chungu hichi sio sehemu unayotaka kwenda. Kwa hiyo basi tafadhali usisahau kulike, kusubscribe na kushare na watu wengine, na kuniambia ungependa tufunue jambo gani jingine ambalo unaamini huenda nikawa nina mchango nalo, kuna namna ninalifahamu na hivyo basi nikaweza kulizungumzia kwa mapana.